Rikara seke ndorobo sata ya mazika ndorobo sata ya mazu. Rakaraba zata ya mashanda ya mazika riko robo sata ya masita. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Maseke rebo shata ya masete rebo sanda ya mazika riko robo shata ya mazete. Randorobo sata ya mashika ya raba sata ya mazika. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya muda huu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wakati huu, Bwana. Sifa na utukufu ni vyako Kristo. Pengine Baba hatujajua nafasi yetu Bwana kwa nyakati hizi. Pengine Baba hatujaruhusu mioyo yetu ikatoe chemichemi ya uzima katika nyakati hizi. Pengine Baba hatujajua vile ambavyo Mungu umetupenda katika nyakati hizi. Umeruhusu mwenyewe Bwana wakati kama huu tukapande yale yaliyobeba kusudi la kwako Bwana kwa ajili ya maisha ya watu wako. Tunapokuja kipindi kama hichi Bwana, tunapohamisha Bwana ile mipango yetu, tunapohamisha Bwana ile vision yetu Bwana katika utendaji, tunatamani Mungu mioyo yetu isitoe Bwana makando kando mengine. Mioyo yetu Bwana isinajisi Bwana macho ya watu. Mioyo yetu Bwana isinajisi Bwana ardhi tulio nayo. Mioyo yetu Bwana isinajisi Bwana matendo dhahiri ya kwako Kristo katika utendaji wetu. Tunatamani Mungu yale ambayo yanaumbwa katika mioyo yetu yanapoanguka katika macho ya watu na wanadamu Baba, yakaonekana ni mambo yanayouisha Bwana jamii moja, yanakuinua Bwana familia moja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Masekerebo shata ya mazika randorobo saka ya mazata ya mazi rakata ya majina ya mazika la ozakapa ya narabasete, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Marebe sakaya mashendorobo sata ya mazika rakota ya mashata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaomba Mungu wangu, Baba yangu, ketii mahali pa juu sana. Ninakusihi Bwana, wakati huu ni wakati wa kwako Baba. Umeruhusu majira kama haya tukujie Baba. Ninajua wapo wanaoamka muda kama huu Bwana wanahitaji uponyaji. Ninajua wanaoamka muda kama huu Bwana wanahitaji neno lako la imani. Wewe mwenyewe umezungumza kupitia Bwana Yakobo 5:15. Ukasema tutakapoinuka Bwana kwa mwaka huu Baba, kila tutakapoinua madhabahu yako ya maombi katika makazi yetu, itakuwa ndani yake Bwana upo uponyaji. Ndani yake Bwana lipo kusudi jipya. Ndani yake Bwana lipo tumaini jipya. Ndani yake Baba yapo matarajio mapya Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Haikuwa rahisi Bwana, hata ulipowatoa Bwana wana wa Israeli kule Misri Baba, walipotoka Bwana kuwavusha katika bahari ya Shamu, hawakuangukia moja kwa moja katika nchi ya ahadi, bali waliangukia katika jangwa. Bwana, unatufundisha ya kuwa Mungu, palipo na penyo Bwana, palipo na mpenyo Bwana wa kukamilisha, wa kutimilisha Kristo, si kwamba Baba ndio tunaangukia katika nafasi Bwana iliyokuwa wazi katika namna ya kupokea Baba kile tunachokihitaji, bali unaendelea Bwana kutuweka katika kusudio na namna ambavyo Bwana unahitaji unyenyekevu Bwana, bado unahitaji Mungu vile ambavyo unaona ndani yetu namna tunavyozidi kusogea kwako kwa uvumilivu. Unahitaji tendo la uvumilivu Bwana katika kuiendea nchi yako ya ahadi. Haikuwa rahisi Bwana Yoshua na Kalebu kuyaficha yale walioyaona Bwana katika nchi ya ahadi, bali Bwana hata wale ulipowatuma 12 Baba, waliporudi wawili tu Bwana, waliposhikilia msimamo wa kuiona ile nchi ya ahadi, ya kuwa Bwana umewaahidi ya kuwa wataingia katika nchi ya ahadi, wala hukutaka kubadilisha mawazo yao, nao walirudi Bwana katika nyumba zao na familia zao na kueleza kile ambacho Mungu alikuwa akakiona. Walieleza ile vision walioiona ndani ya mioyo yao, walieleza ile mipango walioiona Bwana, wala hawakueleza habari ya mapito waliopita. Yawezekana ipo mipango Bwana katikati yetu, yapo mambo ambayo Mungu tumeyakusudia kuyatenda 2025, lakini katika kuelekea kuyakamilisha Bwana, yapo mapito ndani yetu, yapo magonjwa, yapo madhaifu. Unatuambia Baba, hayo yasiwe mbele ya macho yetu ya kueleza watu Bwana, wala miili yetu Bwana isionyeshe udhaifu na kuchoka katika kazi tunazozifanya. Mungu, bado unatusisitiza ya kuwa Bwana, shughuli tunazozifanya kila tunapoona Bwana mapito na bahari, tusieleze Bwana kwa vitendo mambo hayo. Maana yake Bwana, vision yetu ikawe ni mbele yetu Baba, tukaangalia ile mipango mikubwa tuliyoipanga kwa ajili ya mwaka huu 2025. Hiyo ndio ikawe machoni petu Bwana, bali mioyoni mwetu Bwana usitoke udhaifu. Mioyoni mwetu Bwana kusitoke mambo ambayo yataweka Bwana nafasi yako ya imani uliotupa Bwana ikawa ni finyu Baba. Mioyoni mwetu yasinajisi Bwana ile mipango tulio nayo,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tunapokuja kila asubuhi Bwana katika maombi ya pambazuko, hasa huu mwezi wa 3, Mungu ukaruhusu tukatembee na roho ya Benaya ya kupanda vitu Bwana, ya kujenga, ya kuweka msingi wa mipango yetu Bwana. Unatuambia na kutukumbusha kupitia neno lako kutoka Mathayo Bwana, mioyo yetu ikaandamana Bwana nawe Baba. Mioyoni mwetu kusitoke mambo yaliyokuwa najisi Baba, maana katika mioyo yetu Bwana umesema mwanadamu huwaza mambo mabaya. Tunaomba Mungu utakase mioyo yetu kipindi hichi ambacho cha kujenga Bwana mipango yetu, ili isitoke huko mipango ambayo itaandamana na adui shetani, kusitoke huko biashara zitakazomuinua shetani Bwana, kusitoke huko kazi zitakazomuinua shetani Baba, kusitoke huko Bwana biashara yote itakayomuinua shetani, maana unajua Baba kipindi kama hichi mioyo yetu inachowaza. Mungu unatusisitiza Baba tukabebe ujasiri kama Yoshua na Kalebu, maana waliporudi Bwana katika kuelezea wana wale wa Israeli katika nyumba zao, hawakuelezea yale walioyaona mabaya Baba. Hawakusema kwamba tumeona wanefi, tumeona majitu makubwa yenye kutisha huko, tumeona mji huo si mji wa hali, bali walielezea utamu na uzuri wa mji ule Bwana. Walielezea lile kusudi Bwana la kuwavusha mahali. Tunaomba Mungu tukaelezea ile mipango yetu iliyokuwa na kusudi. Kumbe katikati Bwana ya safari ya kukamilisha mipango yetu, yawezekana Bwana mioyo yetu imeingia unyonganyifu, mioyo yetu Bwana imeingia udhaifu, mioyo yetu Bwana imeinuka na kuona hayawezekani, mioyo yetu Bwana karabasaka ndarabashata. Na ndio maana Bwana inawezekana kabisa tukakata tamaa kipindi hichi. Inawezekana watoto wako wengine Bwana wamerudi nyuma Bwana katika kuamka na kuomba maombi haya Baba. Inawezekana ni kipindi ambacho wamekatishwa tamaa Bwana, lakini Mungu unatukumbusha kupitia Mathayo 10 ya kuwa Bwana wa majeshi, Mathayo 15 Bwana kuanzia mstari wa 10, ya kuwa Bwana mioyoni mwetu kusitoke mawazo yenye unajisi. Mioyoni mwetu kipindi hichi Baba tusiwaze kufupisha mipango yetu. Mioyoni mwetu kusitoke ukiri wa udhaifu Bwana mnaoona. Mioyoni mwetu Bwana kusitoke ukiri Bwana wa kutokuweza. Mioyoni mwetu bali kukatoke maneno yenye ushindi Bwana katika kila eneo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tunajua adui Bwana namna alivyojipanga Baba. Tunajua adui namna ambavyo Bwana anahitaji kufanya na kuzuia Bwana mipango yetu kwa 2025. Baba, tunapokuja mwezi huu Bwana wa kupanda, tunaomba Baba machoni pako tukaone ujasiri kama Yoshua na Kalebu unakaa ndani yetu, ili kila mipango na mawazo mema Bwana ambayo tunayawaza Baba yakawe na uwezo wa kujenga Bwana na kuanzisha. Tunaomba Bwana ule ujasiri wa kuinua tofali moja na kulipeleka katika saiti. Tunaomba ujasiri wa kubadilisha historia Bwana ya shamba kuwa kiwanja Bwana. Tunaomba ujasiri Bwana wa kubadilisha historia ya familia yangu iliyoitwa masikini Bwana na kuiweka katika mawazo ya kitajiri. Tunaomba Bwana ule uwezo na ujasiri wa kubadilisha historia ya familia yangu iliyokuwa katika udhaifu Bwana wa kila mmoja ya kuwa ataumwa Bwana ugonjwa wa moyo, kila mmoja ataumwa ugonjwa wa sukari, kila mmoja atapata ukimwi, kila mmoja Bwana atasumbuliwa na homa, atasumbuliwa na vidonda vya tumbo Bwana. Tukaona historia hiyo inafutwa Bwana katika kipindi hichi na kupanda neno la uzima na afya. Bwana, naomba ule ujasiri wa kuharibu kila madhabahu iliyoinuka juu ya nyumba yangu Bwana kwa ajili ya kurudisha nyuma maendeleo, ili Mungu nikaanzishe madhabahu nyingine Bwana yenye ushindi katikati yake. Ninaomba Bwana wa majeshi, mimi na watu wako Kristo, tukaone ujasiri Bwana wa kubadilisha historia katikati ya familia zetu na maboma yetu. Unamwambia Yeremia, nimeuficha uso wangu katikati ya nyumba hiyo, nimeficha uso wangu juu ya mji huo, nimeficha uso wangu juu ya boma hilo, nimeficha uso wangu juu ya familia hiyo. Maana Bwana Yeremia hakufahamu mji ule namna ulivyotenda hapo nyuma. Bwana, inawezekana tukujua mambo yaliyotendwa na familia zetu. Inawezekana tukujua mambo yaliyotendwa na mji ule Bwana tunaoishi sasa. Inawezekana tukujua Bwana matendo yaliyotendwa Bwana katikati ya boma hili. Inawezekana tukujua Bwana mipango iliyopangwa katikati ya nyumba hii tuliyopanga Bwana. Inawezekana tukujua mipango iliyowekwa katikati ya dari anga la mahali hapa. Lakini Bwana unakuja kusema Yeremia 33 ya kuwa Bwana wewe umesema nasi, unasema tukakazane kukuita kwa jina lako Baba, ili ukatuoneshe yale magumu na yaliyojificha machoni pa dari hili, machoni Bwana pa mji huu. Nasi tunainuka Bwana katika wiki hii tukitambua Bwana nafasi ya kuweka Bwana historia mpya katikati ya mji huu Bwana. Ndio Bwana tumeomba katika kubomoa majumba haya.
tumeomba katika kuharibu madhabahu hizo, tumeomba katika kuvunja Bwana kila nia za mwovu shetani. Maashara hayo Bwana tumeyakatakata, lakini Mungu tunaomba nafasi ya kupanda upya Bwana, ili adui atakaporudi Bwana katika makazi yake ya kuweka historia yake Bwana na kutambua historia yake ya kuwa asinikute Bwana katika udhaifu ule ule, asinikute katika kushindwa kule kule, asinikute Bwana katika ugonjwa ule ule, asinikute nikimekaa Bwana mahali nikinena Bwana na nikikiri udhaifu ule ndani yangu, bali akanikute Bwana nikiwa jasiri, nimeanzisha biashara yangu kwa imani mahali, akanikute Bwana mwezi huu nimeinuka Bwana na nikililia ndoa yangu, akaikute Bwana familia yangu ikiwa na amani, akakute Bwana ndani yangu kwa ujasiri wa kumwimbia na kumtumikia Bwana. Mungu ule hai, ninaomba Baba, tunapokuja kwako kila alfajiri Baba, tunatamani ukatende hata kabla ya pambazuko, kama wale wakoma wanne Bwana ulivyoruhusu watende kabla ya pambazuko, wakasema hakika tutafika katika mji ule wa Samaria na tutachukua kilicho kwetu. Mungu ninaomba Bwana, zungumza na watoto wako, zungumza na watoto wako Bwana jioni leo, zungumza na watoto wako Bwana kila itwapo leo mida kama hii Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Rebasaka ya narabashata ya mazika, rikorobosata ya majene ya maseta ya basata. Tunahitaji Bwana nuru mpya, tunahitaji Bwana mwendo mpya, tunahitaji Bwana nguvu mpya, tunahitaji Bwana ujasiri. Mioyo yetu Bwana isibebe Bwana tamanio la wanadamu, mioyo yetu isibebe tamanio la adui shetani Bwana, bali ikashinde Bwana zaidi ya kushinda katika kutoa yale yaliyokuwa hai Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Rikarabasekerebosha na mazika na ndorobosata ya mazika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Hori basaka ya ndarabashata ya mazika, rikorobosaka ya mashaka. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya muda huu tena Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu umefanyika baraka tena majira kama haya mahali pako hapa Bwana. Umetupa nafasi kila itwapo leo majira kama haya Bwana Yesu, majira kama haya Baba, majira kama haya mfalme wa amani. Unatuuisha kwa neno lako mahali hapa kwa imani. Kila mmoja anapoendelea kumshukuru Mungu na kuomba kwa ajili ya eneo alipo, kuliandaa neno la Bwana ili lipite sawasawa na kusudi lake. Ori karabasika andarabashata. Andaa madhabahu yako. Bwana ametuahidi mwaka 2025 ya kuwa kila mmoja atainua madhabahu ya maombi katika nyumba yake, na huyo atakuwa huru kwenda kuchukua vya kwake kwa baba yake. Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 5, wa 6, wa 7 na wa 8 anazungumza habari ya mtu mmoja mwenye haki mbele zake. Anasema huyo atamwita yeye Baba, naye Baba atamwita Bwana. Huyo mwenye kiu ya kutafuta uso wa Mungu, anasema huyo hatakumbuka yaliyopita. Anasema huyo atafanyika baraka katikati ya familia yake. Anasema huyo mwenye kiu ya kumtafuta Bwana, huyo anasema atabeba neno ndani yake ya kwamba imekwisha katika mapito yote aliyopita. Anasema huyo atakuwa si muovu. Anasema huyo ndani yake, ndani ya moyo wake hakutatoka neno lenye kuogopa kushinda. Huyo ndani yake, anasema maskani yake itakuwa pamoja na Mungu na maskani ya Mungu. Ufunuo 21 anamtambulisha mtu huyo mwenye imani, mtu huyo ambaye atakuwa na uwezo wa kuinua madhabahu katikati ya nyumba yake, huyo ambaye anaweza akafanya chumba chake kikawa ni madhabahu ya kumlilia Mungu kuanzia saa 7 usiku mpaka saa 9. Haya hatuzungumzi tu, bali ni kwa sababu Mungu ametuahidi mwaka 2025 umekuwa ni mwaka
kama ule mwaka ambao ulikuwa ni wa ahadi wa kuingia ile nchi ya ahadi kwa taifa la Israeli. 2025 yatupasa tutembee kama Yoshua na Caleb. 2025 inamhitaji mtu mwenye imani ambaye ndani yake hakutatoka mawaa. 2025 Bwana anasema ndani yake mtu huyo ndani yake mtu huyo hakutatoka kukiri usaidizi. 2025 Bwana anatukumbusha tukiwa mwezi wa 3, mwezi wa Benaya, mwezi wa kujenga, kuweka msingi mpya wa mambo yetu, mwezi wa kuanzisha chochote tunachotaka kukianzisha katika ulimwengu wa mwili, mwezi wa kuhamisha ile picha ya ndani ya matarajio yetu ya 2025 kuiweka, mwezi wa kuweka historia mpya katikati ya jamii, mwezi ambao wa kufanyika baraka ya kuonesha imani tuliyoibeba juu ya Mungu tunayemtumaini. Anasema ni mwezi ambao hatutakiwi tukawaze yasiyompendeza Mungu mioyoni mwetu. Maanake inatakiwa kila wakati mioyoni mwetu kutoke neno lenye ushindi, neno lenye ushujaa. Bwana tusaidie, Baba tusaidie Bwana. Unaposoma Mathayo 15 kuanzia mstari ule wa 10, wakati tunaendelea kujijenga na kutafuta upenyo wa kuitafuta ile dakika, ile sekunde ya Bwana, lile risala Bwana, ile siku ya Bwana kati ya siku hizi 30 za mwezi wa 3, ambaye atairuhusu kwa mtu mmoja kujenga na kuisimamisha imani yake katikati ya jamii, kubadilisha historia yake ya mapito katikati ya jamii moja. Tunapotafuta upenyo leo, tukadondokea katika neno hili, tukaona bado tunaendelea kulia. Hata jana tuliposoma neno lile la kuwa ilipofika mwezi wa 3 wana wa Israeli wakatoka katika nchi ya Misri, na siku hiyo hiyo wakaangukia katika jangwa. Kama hatukutambua sentensi hiyo jana, Bwana bado akawa anatuelekeza kwamba wapo watu mioyoni mwao, bado mioyo yao inakiri udhaifu. Hawajui, bado wanaendelea kunajisi mipango yao. Hawajui kwamba wanaendelea kuiweka katika wakati mgumu vision zao. Hawajui ndio wakati ambao adui anaweza akatembea nao na kuanzisha biashara zitakazonichukiza. Hawajui ni kipindi ambacho ninaweza nikaficha uso wangu juu ya boma zao na familia zao na miji yao. Ndipo wakatukumbusha kupitia Mathayo 15 kuanzia mstari wa 10. Alipokuwa akikaa akiangalia yale makutano, Yesu akaona mioyo yao. Inawezekana ulikuwa ndio mwezi kama huu wa 3, akawa akiangalia kila anavyowahimiza, anavyowaambia yapaswa kuachilia kile ambacho mmekiweka ndani yenu. Liko wapi neno lenye ushujaa ndani yenu? Mbona sioni mkipanda? Sioni maneno ambayo yanatoka yenye ujenzi mpya, sioni maneno yenye ushindi. Mbona naona tu mnaendelea kukiri udhaifu? Akawaambia watu wao, akawaita makutano, akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kila kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Mare basaka ya narabashata. Ni nini kinachotoka katika kinywa chako? Ni maneno gani kipindi hichi cha kujenga, cha kuanzisha, yanatoka katika kinywa chako? Ni maneno ya kukiri kwamba mimi ni mgonjwa bado? Ni maneno ya kukiri kwamba mimi siwezi kuanzisha hii biashara? Ni maneno ya kukiri kwamba ndoa imenishinda? Ni maneno ya kusema miaka kadhaa, miaka 20, 30 unatafuta mtoto na kusema kwamba mimi kipindi hichi siwezi kupata mtoto? Ni maneno gani yanayotoka katika kinywa chako ya kusema kwamba Bwana, imefika mahali mimi Bwana nimeshinda?
Nataka nikwambie, alikuwepo mtu mmoja, hata jana nikasema, aliitwa Sara, katika umri wake mkubwa wa miaka 90 na zaidi, lakini bado alipata siku moja ya kubadilisha historia. Baada ya kubomoa na kukata maashera na maagano na historia ya adui aliyojenga juu ya nyumba yake itakuwa ni mgumba, akapata dakika moja baada ya kumlilia Bwana kwa miaka 90 na zaidi. Iwe kwako wewe ambaye una miaka 30 unalia kwa ajili ya ndoa, kinywani mwako kipindi kama hichi cha kujenga jambo jipya, nini kinatoka katika kinywa chako? Kinywani mwako Bwana ameruhusu majira kama haya kinywani pako pawasilishe yale maono yako ndani, ile mipango yako ndani. Je, hiyo ndio mipango yako ya kushindwa, ya kukiri kwamba nimeshindwa, siwezi? Hiyo ndio mipango yako? Rabasekereboshata ya mazika. Bwana anaona mioyo ya wale watu, anaambipwa. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Wafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Je, wewe upo kati ya hao Wafarisayo? Unaposikia neno la Bwana lenye ushindi ndani yako, je, upo kati ya hao Wafarisayo? Unaposikia habari ya kukiri uwezo wa Bwana, je, upo kati ya hao Wafarisayo? Unaposikia uweza wa Yesu ndani ya maisha yetu, je, upo kati ya hao Wafarisayo? Unaposikia habari ya imani ya kubadilisha samaki 5 na kula watu 5,000, je, upo kati ya hao Wafarisayo? Unaposikia mtu mmoja ametendewa muujiza, je, upo kati ya hao Wafarisayo? Mareba saka ya ndarabashata ya masika. Ni lazima tutambue nyakati hizi ni za kujitenga na Mafarisayo. Ni nyakati za kujitenga na watu wa mataifa. Ni nyakati za kujitenga na watu ambao tuliandamana nao, ambao walikuwa waamini kupitia sisi. Ni nyakati ambazo za kuachilia watu ambao hawaamini vinywa vyetu vinaweza vikaumba mambo makubwa katika ardhi. Ni wakati ambao wa kujitenga na watu ambao walikuwa waamini kama tunaweza tukajenga. Ni wakati ambao wa kujitenga na watu ambao walikuwa waamini kama tunaweza tukaanzisha biashara kipindi hichi. Ni wakati ambao wa kujitenga na watu ambao walikuwa waamini mioni mwetu yanaweza katoka maneno yenye uzima. Rabaseka ya ndarabashata. Ori basaka ya ndarabashata. Ramazekereboshata. Mesekerebosha na mazika rabasaka ya ndarabashata. Ramasaka rabashete. Rikarabasana ya mazika ozaka ya mashana. Tusaidie Baba, tusaidie Baba, tusaidie Yesu. Hizi ni nyakati ambazo Bwana umetuambia mwezi wa 3 ni mwezi wa kujenga, na tumekulilia Bwana tangu tarehe 1. Tulikulilia Bwana kwa habari ya kubeba imani kama wale wakoma. Tukakulilia Baba habari ya kubadilisha maisha yetu kama yule kiwete. Bwana, tumekulilia mwezi wa 3 japo utupe nafasi ya kujenga upya Bwana mitazamo ya watu wako Bwana. Na leo natukumbusha habari ya vinywa vyetu na mioni mwetu. Ni maneno gani yanatoka? Rabasekereboshana ya masika. Masekereboshana ya masika. Kisha Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Masekereboshana ya masika. Tunapata ujasiri wa kung'oa kila pando ambalo limepandwa katika mji unaoishi. Kila pando lililopandwa ambalo limeweka historia katika boma lako. Kila pando ambalo limepandwa tofauti na neno la Bwana katikati ya familia yako. Rabasekereboshana ya masika. Anasema Bwana, ni wakati ambao wa kung'oa pando hilo kwa kubadilisha historia. Masekereboshana ya masika. Anasema waacheni hao ni viongozi vipofu, na kipofu akamwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia katika shimo wote wawili. Ndio maana Bwana anatuadaa, anatukumbusha mioyoni mwetu kunatoka maneno gani. Yasiwe ni maneno ambayo tunawaangalia viongozi hao kama wanadamu. Yasiwe maneno ambayo tunamwangalia mjomba. Yasiwe maneno ambayo yanamuitikia mtu mmoja. Yasiwe maneno yanamwangalia rafiki au jamaa. Anaposema huwezi nao unasema siwezi.
Anaposema uwezi, nawe unasema siwezi. Anaposema ndoa kwako haipo, nawe unasema hakika. Anaposema watoto huwezi kupata, nenda kwa mganga, nawe unakubali. Anasema si wakati huu, ni wakati wa kumwangalia Bwana na neno lake la ushindi ndani ya moyo wako. Ni maneno gani yanatoka ndani ya moyo wako? Mare basaka. Anasema basi Petro akajibu akamwambia, tueleze mfano huo Yesu. Yesu akasema, hata sasa ninyi mngali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani kupita tumboni kitatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Ora basaka ya ndarabashata. Ndipo hapa Bwana akanikumbusha kwa ajili ya leo, akasema yapaswa tunapoinuka na kuomba kabla ya pambazuko, tukaombe kwa ajili ya mioyo yetu. Yawezekana inakiri udhaifu pasipo kujua ni nyakati za kujenga uzima na afya. Mare basaka ya ndarabashata basika. Randa rabasaka ya ndarabashata. Anasema navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni kutoka mawazo mabaya, hutoka uwaji, hutoka uzinzi, hutoka uasherati, hutoka uvivu, hutoka ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yanamtia mtu unajisi. Kama moyoni mwako yanaweza yakatoka maneno kama haya na yakamjeruhi mtu, je, haliwezi likatoka neno moja kwa kipindi hichi cha kujenga na likasimamisha uzima wako? Nataka nikuulize wewe uliye mbali, unayesikiliza kwa imani mahali fulani, kama moyoni mwako unaweza ukatoka uzinzi, kama moyoni mwako unaweza ukatoka mawazo ya uasherati, kama moyoni mwako unaweza ukatoka mawazo ya kuua na ukaua, je, moyoni mwako haliwezi likatoka jambo jema lenye kuinua biashara yako? Moyoni mwako haliwezi likatoka jambo jema lenye kupata kazi unayoiwaza? Moyoni mwako haliwezi likatoka ndoa ya kutoka kwa Bwana? Moyoni mwako hawezi wakatoka watoto? Moyoni mwako haliwezi likatoka ora basaka ya ndarabashata ya mazika raboshana ya masika rabashata? Moyoni mwako nini kinatoka? Bwana anauliza, moyoni mwako, moyoni mwako, moyoni mwako. Rabazekereboshana ya masika. Mathayo anauliza, kama moyoni mwako unaweza ukatoka uwaji, unaweza ukatoka uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo, matukano, je, moyoni kwako huwezi ukatoka ushuhuda wa kweli? Mare basaka ya ndarabashata ya masika. Rikorobosaka ya masika. Tusaidie Baba, tusaidie ili tujue wakati tuliopo mwezi wa 3 tunatakiwa mioyoni mwetu Bwana yatoke maneno yenye uzima, maneno yaliyobeba vision zetu, maneno yaliyobeba mipango yetu. Rabazeka ya mashanda ya masika. Tunapoamka usiku wa pambazuko, siku ya